Kazi inayofanyika hapa ni nguvu ya binadamu. Vijana wa kiume wamekusanyika pamoja kuweza kuivuta, na kweli inasogea kila step. Ukiangalia inakwenda step moja kutoka step nyingine. Ni kitu kizito sana. Sijui nani ataniambia ina kilo ngapi, lakini uangalie watoto wa kiume ambao wako level fulani wanakusanyika pamoja kuweza kuivuta, kuweza kwenda. Hiyo ndio akili ya binadamu katika maisha yake ya kila siku, na ndicho kinachofanyika hapa. Boti ya mtando ikiwa inavutwa kuingia katika maji, watu wakijumuika kwa pamoja. Siri ya binadamu ni umoja. Umoja ndio nguvu ya kila kitu. Binadamu wanapokuwa pamoja wanaweza kuhamisha kitu kimoja kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na ndio inafanyika hapa. Vijana wa kiume wamekusanyika pamoja, wanavuta uzito fulani. Hebu tusikilize tena, inakwenda hii. Hiyo ndio nguvu ya mikono ya binadamu. Unachokiona hapa. Twende tena pamoja, sikiliza. Unatabasamu, unafurahi nguvu ya watu na nguvu ya binadamu. Na haswa pale target unapopata watoto wa kiume, mwanamume akiwepo akasema mimi nitafanya hiki, basi hakuna kinachoshindikana. Ndio unachokiona hapa, wanapigana kuweza boti ya mtando kuweza kufika. Na hichi ndio tunachokiona hapa. Umoja ni kitu hatari sana. Mnapokuwa na umoja mkakusudia kitu, basi hamtaweza kushindwa. Na ndio tunaiona boti ya mtando inatoka ilipokuwa ikitengenezwa, inaletwa kwenye maji, ambapo maji saizi bado hayajajaa. Bahari bado target yao ifike hapa, alafu maji yakijaa ukuja. Ndio maana unaona wanaongozeka kwa pamoja, wanaweza. Tusikie hiyo. Leo ni furaha, ni tabasamu na kufurahia kile kilichofanywa kwa watu kujikusanya pamoja na kuvuta uzito fulani uweze kwenda katika sehemu inayotakiwa. Hii ndio nguvu ya binadamu siku zote. Umoja ni nguvu, na mkitengana mtaweza kufanya kitu kama hichi, lakini mkiwa wamoja mnaweza mkasimama mkafanya kitu ambacho kitawashangaza kila mtu. Boti ilikuwa sehemu pembeni kabisa kule, ikiwa inashughulikiwa takriban miezi 6 hivi au miezi 5, kwa sababu wenyewe wanasema wangeweza kufanya kazi kwa mwezi mmoja, lakini kutokana na upungufu wa vifaa ambavyo vinawafanya waweze kuunganisha, ndio imechelewa mpaka kufikia hiyo miezi 6. Lakini unauona hapa ni umoja, vijana wa Kitanzania kwa pamoja wakiungana kwa pamoja na kuvuta uzito fulani ambao hupo. Hiyo ndio nguvu ya binadamu na kinachoendelea sasa hivi hapa. Umoja ni umoja. Umoja ndio kila kitu, na kilichokuwepo hapa sasa hivi ni jinsi binadamu wanakusanyika kwa pamoja na kuonesha umoja wao kwamba wana nguvu. Binadamu wanasema tunaweza, si ndio? Kama tunaweza kufanya kitu chochote ambacho kipo mbele yetu. Na hiyo ndio target ya Mwenyezi Mungu anapokuzaa wewe ukiwa una akili yoyote, ukiwa empty brain. Zenu unajifunza uasilia wa maisha yaliyokuwepo duniani. Hebu tuangalie hapo. Hicho kitu kinakuja. Hicho. Unatabasamu,
unafurahia wanasema unafurahia utamaduni wa Watanzania, jinsi wanakuwa na umoja wakipambana na kitu fulani. Ndio unachokiona hapa, mwenyewe unatabasamu na unafurahi. Nguvu ya binadamu siku yote, tukianzia toka ambapo wale vijana walipoanza kuweka bimu ya kwanza kuweza kukiunda chombo, takriban miezi 6 au miezi 5 imepita, wakiwa wanapambana kuunganisha mbao za aina tofauti tofauti. Unasikia mwarobaini, unasikia huu mti wa mwembe nini, wanataka engo fulani. Wameweza kupambana zaidi ya miezi 6, na sasa furaha ya mafanikio ndio imefika sehemu yake kwa kuomba sapoti ya vijana wengine. Na ukiangalia hapa, asilimia kubwa, sio kwamba nabagua, lakini waliokuwepo hapa wote ni watoto wa kiume. Siku zote mwanamume ana nguvu katika umoja wake, na ndio kinachoonekana hapa. Mwanamume ni kila kitu. Tuko pamoja maeneo ya Mbweni tukiwaletea kuitoa boti ya Mtando kutoka ilipokuwa ikitengenezewa kwenda katika eneo ambalo inatakiwa iingie baharini. Unaiona bahari ilivyo sasa hivi, na wewe mwenyewe una tara zake, wanasema unatabasamu. Na kazi ya mikono ya binadamu ndio inafanyika hapa. Boti inasogea, na wewe, mimi na wewe tuko pamoja. Hatuko live, lakini tuko pamoja tukiwa tunaangalia uasilia uliokuwepo, jinsi tendo linavyotendeka ya boti ya Mtando, ikiwa inatolewa katika sehemu iliyokuwa inatengenezewa na kupelekwa katika maji. Na takriban sasa hivi imeshafika katika eneo la bahari ambapo kuna maji. Ukiangalia ni sehemu chache tu ambayo imesalia, na ndio inayokwenda. Tuko pamoja mimi na wewe, tutaona tutafikia wapi, lakini leo ni furaha, vijana wakiwa pamoja wanafanya kile ambacho kinampendezesha binadamu. Binadamu utafurahi kwa tendo ambalo umelitenda, ukaliona limeleta mafanikio fulani, basi na wewe binadamu unakuwa umefurahi. Boti ya Mtando leo ikiwa inakwenda katika sehemu yake. Tuko pamoja.